Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumapili ya tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kwa ambaye hajapata utabiri wa mwaka 2026, ingia YouTube, andika utabiri wa mwaka 2026, then utapata utabiri mzima sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Na kwa ambaye anahitaji utabiri wa haraka zaidi kwa njia ya SMS au WhatsApp au email, basi unaweza kujiunga ukalipia 3000 kwa namba zetu hizo. Kama kawaida, tukianza na utabiri wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Leo uko tayari kwa chochote, ukijitolea kwa wazo fulani. Hata hivyo, habari kutoka kwa vyombo vya habari au vyanzo vya uchapishaji zinaweza kukuchanganya au kukatisha tamaa leo. Labda ni wakati wa kufanya kitu tofauti, kuingiza pesa. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni redi na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Ahirisha mijadala muhimu kuhusu fedha, mali ya pamoja, masuala ya benki na urithi kwa siku nyingine, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa mambo kutoenda sawa leo. Zaidi ya hayo, mawazo hasi yanaweza pia kuwa na athari. Badala yake, fanya kitu tofauti. Toka kwenye utaratibu wako uliozoea rafiki. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green. Namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Usikate tamaa ikiwa mazungumzo na mwenza wa ndoa na marafiki wa karibu hayana uhalisia na ya kukatisha tamaa. Watu wenye mamlaka na hali zinaweza kuzuia wanachotaka. Usijifanye kama mtu wa kawaida na uangalie kwa mbali nini umfanye rafiki. Uhalisia wa jambo utakufanya ufikirie zaidi njia mbadala rafiki. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni yellow na grey. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Jambo bora ya kukabiliana na siku hii ni kushirikiana ili kuelewana na wenzi wa ndoa na marafiki. Masuala yanayohusiana na kazi yanaweza kuwa magumu, hasa unaposhughulika na watu wenye mamlaka. Ikiwa mtu anakukatisha tamaa, jambo ambalo linawezekana kabisa, acha tu na wala usichukie. Usifanye fujo kutokana na chochote kile. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Unafurahia filamu fulani leo, matukio ya kisanii na kufurahisha kwa watu. Ndio maana leo unaweza kukatishwa tamaa na jinsi jambo fulani linavyokuwa bila matarajio yako. Labda jiulize kama matarajio yako yalikuwa ya kweli. Mapenzi yanaweza pia kukatisha tamaa. Ukiwa na toto, uwepo mahala hapo kwa ajili ya urafiki. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange. Na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo,
Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba, kwa sababu mahusiano ya kifamilia inaweza kuharibika katika dakika moja ya nchi uliopo leo. Chaguo lako bora ni kutoka nje na kutafuta burudani katika ulimwengu wa burudani, au kwenye tukio la michezo, au labda kujumuika na mtu mwenye busara na hekima. Shughuli za kucheza na watoto zinaweza kuwa na manufaa zaidi leo. Jipatie furaha yako mwenyewe leo. Endelea kuboresha njia ya kujiliwaza rafiki. Siku ya bahati ni Jumatano. Asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota Libra, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Hii ni siku ya kuomba watu wenye mamlaka ruhusa au idhini kwa chochote. Hii ni pamoja na wazazi wakubwa, watu mashuhuri, walimu na polisi. Simamisha kila kitu na umalize leo, kwa sababu kesho mambo yatakuwa rahisi kidogo. Ichukue siku moja baada ya nyingine. Daima huagiza zaidi kabla ya giza totoro. Fikiria rafiki. Siku ya bahati ni Ijumaa. Asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni pink au white blue, na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Kiwango chako cha nishati kimepungua leo na ni rahisi kuhisi kukatishwa tamaa na jinsi jambo linavyokwenda. Ulitarajia zaidi, uzingatie hilo. Badala yake furahia kufanya jambo na familia yako. Pumzika nyumbani, nafasi yako ipo pale pale rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne. Asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini na topaz na malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Desemba. Kuwasamehe wengine ikiwa unahisi kukatishwa tamaa au kupungua kwa njia fulani, kwa sababu fulani. Mambo haya yatatokea leo na mara nyingi bila kukusudia. Usichukulie kibinafsi jambo. Kesho ni siku bora zaidi kwako rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni purple na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Watu wengi huhisi hawana nguvu au wamekata tamaa leo. Ukweli ni kwamba nyota yako ina nguvu zaidi leo. Mambo yataenda kama unavyotaka. Unaweza kujaribu hili kwa kuomba msaada kutoka kwa ulimwengu wako na watu unaoamini. Tazama kitakachotokea rafiki. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni grey na brown, na namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, hii kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Leo inaweza kuhisi changamoto kuwa na mawazo chanya, kwa sababu majukumu na wajibu huzuia chaguzi zako. Watu wenye mamlaka wanaweza kuwa na mahitaji makubwa, au labda ni ukweli wa majukumu ya nyumbani. Maisha ni kama kopo la dagaa. Kila mtu anatafuta ufunguo kwa ajili ya kuchota dagaa hao. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sky blue na akio. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha
na kuondoa umaskini na amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Epuka maamuzi muhimu ya kifedha na ununuzi mkubwa leo, kwa sababu unaweza kuhitaji ukweli au taarifa zaidi. Ukitoka nje ya reli au kudanganywa, unaweza kufanya ununuzi mbaya na kujuta. Inaweza kuwa chochote. Tafuta mtu atakayekusikiliza leo, kwa sababu unahitaji kushiriki mawazo yako kwa ajili ya jambo fulani. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Kama kawaida, tunazungusha gurudumu la bahati kwa kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, muda wake mzuri ni saa 7 dakika 25 hadi saa 10 na dakika 25. Taurus saa 2 na dakika 45 mpaka saa 6 na nusu. Gemini saa 11 na robo mpaka saa 1 na dakika 45 za usiku. Kaa saa 12 na dakika 35 jioni mpaka saa 3 kamili. Simba saa 6 na dakika 25 hadi saa 7 na dakika 45. Vigo saa 6 na robo mpaka saa 7 na dakika 55. Libra saa 10 na dakika 45 hadi saa 12 kamili. Scorpio saa 1 na robo hadi saa 3 na dakika 45. Mshale saa 12 na dakika 25 hadi saa 3 na dakika 15. Capricorn saa 11 na nusu hadi saa 1 na dakika 45. Ndoo saa 9 na dakika 45 hadi saa 10 na dakika 55. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, muda wake mzuri wa bahati ni saa 4 na robo hadi saa 6 na dakika 35. Tunaendelea na utabiri wa watoto chini ya miaka 12 na ambao wamezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, ataonesha roho ya kutokukata tamaa. Taurus atajihusisha katika jambo la pamoja la kifamilia kwa bidii. Gemini, imani yake katika jambo fulani itakuwa juu na hilo halipingiki. Nyota ya ufahamu wake utakuwa juu leo na hatakuwa tofauti na ulivyomzoea. Simba huenda kaisi kama aliyetengwa fulani, ila ukweli ni atapenda kuwa juu. Nyota ya Vigo huenda haiba yake itakuwa juu. Muulize jambo gani linamuudhi zaidi akiwa nyumbani. Nyota ya Libra utaweza gundua baadhi ya nyendo zake tofauti, hakikisha unafuatilia. Nyota ya Scorpio atajizolea umaarufu akiwa na wenzake na haitishia hapo, kuna miaka zaidi mbele. Nyota mshale, kama mzazi, baadhi ya mahitaji muhimu yatakupiga chenga kwa mwanao, hivyo basi fanya bidii, siku ni chache. Nyota ya Scorpio, nyota ya Capricorn, una dalili ya ngozi yake kutokuwa sawa, ikidhihiri chukua hatua stahiki. Nyota ya ndoo, huenda ukajikuta ukichukia mwenendo wake, atafanya sivyo alivyoambiwa. Nyota ya samaki, sio kila jambo lake litakuwa wazi, atahitaji usaidizi fulani leo. Watoto ambao wamezaliwa siku ya leo watakuwa watu wenye ujuzi wa tiba, fasaha kuongea, na pia baadhi watakuwa waigizaji na viongozi, kwa sababu siku kama ya leo aliyezaliwa Herman Muller ambaye alishinda tuzo ya Nobel mwaka 1946. Vile vile alizaliwa Francis Goldrich ambaye ni mwandishi kutoka Marekani, na vile vile alizaliwa Heinrich Böll ambaye alikuwa ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya fasihi mwaka 1972, na vile vile alizaliwa rais wa Burkina Faso ambaye anaitwa Thomas Sankara. Vile vile alizaliwa mwigizaji wa filamu kutoka Canada ambaye anaitwa Kiefer Sutherland, na vile vile alizaliwa mwanamuziki kutoka Marekani ambaye anaitwa Natalie Grant. Pia tunawatakia heri ya kuzaliwa wote waliozaliwa siku kama leo. Ushauri kwa mama, malezi yako kwa wanao ni tofauti kabisa na mama yote duniani, wewe ni wa pekee. Ujumbe kwa waliokuwa hawajapata watoto, unaweza kukuta nyota zinaelea angani ikiwa na maana zimeundwa rafiki. Ulikuwa nami Saad Al Habshi na bye bye.